just take our body and go. We won't go that direction. You are our leaders, all of us here. Let's comply to the protocols. So, briefly kidogo nje tupee kila mtu nafasi tuongee vizuri. Asante. Asante sana Kasisi. I want to assure you that with the Senate you will not worry. To my senior in politics, Tim Bosire, my boss in the ODM party, my advisor, and many people don't know my schoolmate as well, because with Tim we roam the corridors of some universities in our postgraduate studies. You have many friends, but you have one friend who inspires all of us. That is the second Prime Minister of the Republic of Kenya, and God willing, the 5th President of the Republic of Kenya, Raila Amolo Odinga. Baba, you have stood with us in every little thing that happens in our lives. And today is a confirmation that Honorable Bosire, you have been a loyal foot soldier to Baba, and he has stand up at the point of need. And I do pray that that prayer that you had, you and Madam had, of Baba taking over the reins of this country will come true next year in 2022. You are lucky, and I've looked at your family, your boys and girls, they are strong, and I see where they get their guts from. They've got your guts, but I can also see where they get their grace from. They are so graceful, I don't think they get it from you. I think they got it from the mother. You are lucky that you have them as pillars to walk with you and to hold on to you at this point of need. Your quiver is full of arrows, and in them I see the future leaders. I see the leaders who would expect that young leaders like Senator Kajwang and Osoro would be talking progressive issues rather than spewing insults in a forum like this, progressive issues on how we are going to transform our economy. Unajua Waswahili walisema paka kitoka panya utawala, na simba akitoka Osoro anatawala. Tungekuwa hapa na simba na dhani maneno ingekuwa tofauti. But the conversation that Raila Amolo Odinga has always put on the table, and you know, one of the most unfortunate things I've seen today is my good friend Osoro trying to give Professor Nyang' Nyong'o a lecture on how the economy should function, or trying to give Ongwe a lecture on how the economy should function. And yet these are people who have had a hands-on experience in running this country. Raila Amolo Odinga, the conversation you have brought on universal health care and universal insurance, the pandemic that is going to follow this COVID pandemic is going to be a pandemic of poverty, because many people will never be able to pay bills out of pocket. If someone goes to hospital over COVID-related matters, the minimum bill would be 1 million Kenya shillings. It is causing a huge problem, and the only person who is giving a proposal right now, giving a solution, is Raila Amolo Odinga. Wale wengine watuambia bottoms up, sijui wanataka watudunge sindano on the bottom, but Raila Amolo Odinga is giving proper solutions to this problem. The problems of rural transformation, what South Korea did, what China did, what all these other countries did to ensure that there was riches in the pockets of people. Wale wengine watuambie maneno ya ufisadi, akina Osoro watuambie suluhisho ya ufisadi Kenya ni nini? It cannot be gold trade, it cannot be wash, it must be a clear message. And the only person who's talking about corruption ni Raila Amolo Odinga. Mheshimiwa team, tunakuombea that you get strength. Baba needs you because you're a fearless warrior. I've been in battle with you. The people of Homa Bay, they love you. They told me when I come here, ni kushukuru sababu wakati tulikuwa na msuko kule Homa Bay County Assembly, you came, and it was your wisdom, it was your firmness, it was your forthrightness that allowed us to get a solution. And I can tell you today, in Homa Bay County Assembly, the members are conducting themselves in a honorable manner, thanks to your advice and thanks to the faith that Baba put in you, so that you can come and help us. May the Lord rest Mama's soul in eternal peace. Asanteni sana. Tumalize na Senator wa Kilifi, Mheshimiwa Stuart Mazai, Judge. Ndugu yangu Bosire,
nataka kusema pole sana kwa watu wa Kilifi wote. Tunasema pole sana kwako pamoja na familia. Tunajua familia inaumia wakati huu. Familia inaumia sana kwa kumpoteza mama. Lakini tunajua wewe unaumia sana kwa kumpoteza kipenzi chako. Pole ndugu yangu, tunajua ni wakati mgumu unapitia wakati huu. Lakini sisi ikiwa tulimpenda mama zaidi, Mungu anao wajibu wake. Alimpenda zaidi kuliko sisi. Na kwako wewe tunasema pole, na familia kubwa tunasema pole. Kwa watu wa Nyamira pia tunasema poleni sana, kwa sababu kiongozi akiwa amepoteza bibi yake, sote sisi tunakuwa na huzuni. Ndugu yangu, tunakuombea marehemu, Mwenyezi Mungu aweke roho yake mahali pema peponi. Kwa ndugu zangu wa Nyamira, mimi kama kiongozi kutoka Kilifi, tunasema ya kwamba inafika wakati Kenya inakuwa mstari wa mbele. Sote sisi tuko na umuhimu, manake sote sisi ni wa Kenya. Lakini ikibidi ni lazima tuweke Kenya mbele. Na katika nchi hii tumeona wazi kabisa, kama kuna mtetezi ambaye alileta amani ndani ya Kenya, kama kuna mtetezi ambaye amekuwa yeye yako sawa, lakini anataka kuona ya kwamba hata yule wa chini pia amefaidika, kama kuna mtetezi wakati wa Kenya wote wakiwa walikuwa hawezi kuongea, wakiwa uhuru na demokrasia, si mwingine aliyeleta hiyo amani, aliyeleta hiyo demokrasia, aliyeona kwamba kila Mkenya ana haki ya kuwa na uhuru, isipokuwa Baba Raila Amolo Odinga. Kwa hiyo ndugu zangu, tunasema hivi sasa wakati umefika, na tunaenda ikiwa Mwenyezi Mungu akitujalia, tukifika wakati wa 2020. Kwa hiyo mimi nataka kuambia nyinyi kama ndugu zangu wa hapa Kisii na Galaja Gusii, both Kisii na Nyamira, kwamba ikiwa sisi tunataka uokozi wa nchi hii, ikiwa sisi tunataka kuona kwamba Kenya imeendelea mbele na demokrasia, na ikiwa sisi tunahitaji kuona kwamba ile 35%, sisi tukiwa pale ndani ya Senate tunapigana sana kuona kwamba pesa zimeenda mashinani, na ile tunapeleka ni 15%. Wakati huu Senate itakuwa tayari kupeleka 35%. Na ikiwa tutapeleka 35%, watakaofaidika na ninyi wananchi. Kwa hiyo sisi tunasema sote ni lazima tujiunge na tuwe kitu kimoja, na ikiwa tutaenda safari, basi tumweke Baba Raila Amolo Odinga ambaye yuko hapa sisi leo akija kumbembeleza ndugu yake Timothy hapa, kusema ya kwamba huyu Baba Raila Amolo Odinga ni lazima sote kama Wakenya tujumuike pamoja na kumfanya yeye ikifika 2022 akuwe rais wa Jamhuri ya Kenya. Asanteni sana. Na ndugu yangu Bosire, najua wewe ni mkali, kwa hivyo kwa haya mambo yote utatafakari ni kitu gani unachokitaka. Nimesikia hapa unataka ugavana, nimesikia wengine wakisema pande ile afadhali abaki kwenye kiti cha ubunge, lakini jukumu na jawabu unalo wewe. Sisi tutakuweka mbele Mwenyezi Mungu, nikikuombea tu ya kwamba ufaulu katika hiyo ndoto yako unaowaza wakati huu. Asanteni sana ndugu zangu, tumuombee mama Jane na watoto, tuweke mbele Mwenyezi Mungu wakati huu, tuwapatie faraja, wanahitaji maombi ili Mwenyezi Mungu pia naye aweze kuweka roho ya mama yetu mahali pema peponi. Asanteni sana. Niombe kwa heshima enforcement officers munisaidie hapa, especially na nyinyi mlio hapa, tusalie tusiharibiwe maombolezi na watu wachache. Enforcement officers tafadhali. Sasa mzee wetu, mzee wa heshima, seneta jirani, seneta Profesa
Sam, hongeri, wakati wako Prof. Thank you. Mheshimiwa Bosire and your family. The Right Honorable Prime Minister, Governor Nyaribo, Governor Ngwae, Governor Nyang', all the senators, members of parliament, and all the MCAs na wananchi wa Nyamira. Yangu kwa kawaida ni machache, lakini ukichokosa mzee kidogo kutoka mahali ameketi, ataongeza mawili matatu juu yake. Kwa leo nimekuja kusema pole sana. I've had an occasion to discuss with you as a family, and I listened very carefully when you were giving your eulogy here and your children. I could perceive and see the pain you are going through, and you are almost telling us that there is a gap that has been created in your life. You even went to an extent of telling us that you are in a very strange situation. What I picked from that message, our first duty and responsibility is to try and bring you up from a strange situation to a normal situation. That's why when Mama Jane slept, she was a very staunch Christian. And you remember, I did mention, and thank you, Pastor, for that opportunity you gave us. I did mention that she did her part as a Christian. She has now gone to sleep. And I told you, Psalms 116, verse 15 says, precious in the eyes of the Lord is the death of his faithful servants. She's been a faithful servant to the Lord. She's gone to sleep. I think precious in English terminology, and you're very good in English, is something that has no value. You cannot assign a value to it. That's what your wife was. And you've stood here as a testimony to the public that you need that comfort. You said you don't know from where. But I also know, because we must come and encourage you. I also know that in this troubled situation you are in, and again I said, in Isaiah 26 verse 3, it's clear this tells us, when you are in this kind of a strange situation, the Lord says he will keep you in perfect peace, whose mind is stayed on you because he trusts you. And I think that's what I want to leave that message to you now. In his perfect situation. And I would have gone further, like Paul himself, at that strange moment when he was sick and he was feeling the kind of pain you are feeling today. He quoted in 2 Corinthians 12 verse 9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in your weakness. This is the weakest moment you are in, brother, and we want to wish you well. And I want to wish you well that God's grace, God's power will be with you. And the verse continues saying, I shall delight, or I shall rejoice in my weakness, because I know when I'm weak, then I'm strong. Be strong in the Lord, and this is what we came to give you as a testimony to everybody here, that while we're still alive,
we should keep very strong. Basi hayo ni ya Mungu, iko ya Kaisari. Montegerere ngora sana, Montegerere ngora sana. Haraka haraka haina baraka. Nimesikia maneno imepita juu tu, inatambaa kila mahali. Nakumbuka, huwezi kuharibu mahali unatoka. Lazima ukijonga boma yako, usiharibu boma yako mahali unatoka. Bosire, you have been a faithful member of ODM party. You have been a very strong pillar. And the Right Honorable Prime Minister, I want to thank you for standing with Bosire. Hii kitu nimesikia eke Bosire ngekuwa nga bottom up tima itingida kwane. Eke aronda era abiri eke ntukyo soku. This thing they call bottom up is very basic. We're talking about empowering people at the grassroots to come up. And if you know, just in case you've forgotten, the first minister for Juakali, technical training and applied technology, yours truly, Professor Sam Ongeri, 1988. So there's nothing new you are telling us today here. There's nothing new about this bottom-up approach. What you should be telling us, 2007, when there was a coalition government, this was strengthened by vocational and technical training and applied technology. We increased the skills of people. We should therefore be now empowering them to grow further and further and create micro enterprises and small enterprises. So don't come here and try and tell us that, oh, we have a new economic policy, which was started in 1988. We have been refining it. We brought it up the level where it is. And the BBI was trying to even refine it further by increasing the resources to 35% of the county. One of them was omurembe tutagete tunyore tutambuke mukiposyo ke muntu akyore bibaga giyote nagatigati oya abandi mwatamire. Thank you, Father. Thank you, Baba. Your handshake, these people were shaken to the core. They didn't know what to do. The handshake brought unparalleled peace to this nation. You cannot bargain against peace. There's no way you can bargain against peace. Peace is the hallmark of everything. Instead of saying thank you to these two great leaders, you are busy trying to speak some other languages hapo nje ambayo hata yeti haingii. My advice, sincere advice, there is unity in diversity. Let's collect ourselves together. Let's move together with one purpose,
one intention. We have been given the leadership. We should follow. All other things are peripheral. They don't add up. Let's follow the path which has been charted out by our top 2 leaders. And I'm sure we shall be able to achieve the lasting peace. Finally, the Bible says in 1 Peter 3, if you read from verse 8 up to 11, 8, 9, 10 talks about how we should live together in harmony, in peace, having blessings for one another. But finally says, seek peace and pursue it. And I think, Baba, you are seeking peace and you are pursuing it, and we shall be behind you to seek that peace and pursue it. God bless you. Asante sana Profesa. Sasa kwa kumalizia, nataka tusonge kwa viongozi wetu ambao wako hapa na ni wawili, na ni Junet Mohamed na Senator Orengo. Alafu nikiita Governor Nyaribo atamuita mzee wetu Oburu Odinga, mjumbe wa East Africa. Na vile wanakuja hao wawili, na kwa sababu tuko Kitutu, nataka niwaambie kuhusu hawa jamaa wawili. Huyu Junet Mohamed na Mheshimiwa Orengo, wakati tulitoa ile BBI ya kwanza, Nyamira haikuwa na constituency. Na nilienda nikapiga kelele nduru kwa huyu na Mheshimiwa Orengo, ile hoteli na Orengo pale Windsor. Na mimi nataka watu wa Kitutu mkubali kwamba sikusema uongo. Nilikwambia Mheshimiwa Junet, hii constituency penye tuko hapa, tuko na assistant chiefs 63, 63. Secondary schools are public over 200. Na nyinyi wawili mlienda mkazungumza na baba, na Mungu akijalia 20th kama BBI itapita, watu wa Kitutu Masaba watakuwa na constituency. Ni kwa sababu ya hawa jamaa wawili. Kwa hivyo hata kama watu wanakuja kuzungumza hapa kutusi maneno ya handshake, ni kupitia baba hapa. Ndio maana tulipata hiyo constituency yetu ikawekwa hapo ndani. Pili, sisi tumeteseka kwa maneno ya afya. Hii kitu mnasikia baba anasema universal health. Last Friday hapa tu Entanda nilitoa mwili ilikuwa imefungiwa Nairobi na bili ya hospitali ya 2.4 million. Na hiyo plani yenye baba anasema ni kwamba kila Mkenya anastahili kupata huduma ya matibabu bure. Ula hajiwezi. Hiyo ni mbaya ama ni mzuri? Akiwa kama waziri wa barabara yetu hapa kutoka Kisii, Nyamira, Chemosit ilikuwa imekwama miaka sijui 20. Timothy wanajua hapa, hao ndio walikuwa serikalini wakati huo. Wakati akiwa prime minister alitusaidia tukapata hiyo barabara. Mwisho mimi father anajua mimi naendaka kanisa. Leo nilifikiri Mheshimiwa Osoro akisimama hapa atajibu swali moja nilimuuliza jana. Tulikuwa na yeye matanga kule kwa Machoge. Na nilimwambia huyu rafiki yake ananiambia niende karibu. Mimi nilikaa kwenye television wakati serikali iliundwa ya watu wawili, William Ruto na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Sisi tukakaa tukasikia Mheshimiwa Kenyatta amesoma wa minister wake, tukapata Matiang'i amewekwa hapo. Niliposikia ingine nikasikia Chirichir, nikasikia Kandie, nikasikia Kosige, nikasikia Rotich, hata Osoro sikusikia. Hii watu wangu si wajinga, wanaangalia tu. Sasa sisi tunaambia tuletea health. Juzi tumeshikana na baba, tunaongea na Junet na Orengo tuende kusaidia maneno ya chai. Wewe umetufikisha kando na tuambia umeleta gari na lori umejaza wheelbarrow. Wananchi wanataka chai, sio wheelbarrow. Hebu Mheshimiwa Orengo na Mheshimiwa Junet kuja huku mbele. Baba, tukimalizia sisi tunataka kukuombea. Sisi tunataka kukuombea kama viongozi wa hapa. Tukimaliza tuko na Father Nyangeri hapa.
iko siri hapa, ile mimi nataka upitie siri ya Father Nyangeri akiwa hapa. Tukimaliza tutakuomba ukuja hapa mbele upate ile maji ya uzima, na mimi nakuomba baba, ukiona Father anamwaga hiyo maji ufungue mdomo hapa ingine ukunywe, ndio upate baraka yote hapa. Haya, Junet. Bwana asifiwe.